Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tuko wiki ya pili katika Aprili na tunamshukuru Mungu katika hali ya mwongozo wake. Bado lile neno ama ile mada ambayo inayotuongoza katika diocese yetu ya Nakuru kutokana na kitabu cha Mtakatifu Mathayo 11 na mstari wa 28. Linatuelekeza katika Waroma 15 na mstari wa 13. Nalo neno linasema, basi Mungu aliye msingi wa watumaini awajazeni furaha yote na amani kutokana na imani yenu, tumaini lenu lipate kuongezeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Naomba tuombe kwa ajili ya neno. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii na kwa nafasi ya kulisikia neno lako. Asanti kwa kuwa wewe ni Mungu wa kutumaini. Tunaomba Roho Mtakatifu, tunakukaribisha sasa uje, utufundishe, utuongoze. Fungua mioyo yetu, tupokee neno lako kwa imani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi kutokana na hili neno la Warumi, katika Warumi sura ya 15 na aya ya 13. Wapendwa, tunaishi katika wakati ambao watu wengi wamepoteza tumaini katika maisha ili ambayo wanayoishi. Lakini ile habari nzuri ni kwamba kuna Mungu anayeitwa Mungu na kuna tumaini. Ile mada ambayo inayotuongoza katika hili neno, furaha na amani katika kuamini. Furaha na amani katika kuamini. Je, swala ambalo tunalojiuliza katika kila wakati ambapo tunapolisoma neno la Mungu ni hili: tunajifunza nini kutokana na hili neno? Mungu ndiye chanzo cha tumaini na Mungu ndiye tumaini letu katika maishani. Hili inamaanisha nini? Tumaini halitokani na hali, halitokani na watu. Tumaini pia tunapata kuelewa kwamba linatokana na Mungu mwenyewe. Ukiwa na Mungu katika maishani mwako, basi unalo tumaini. Hata kama hali ni gumu, bado unalo tumaini kwake. Tukilisoma Zaburi 23 na mstari wa 5 hadi 6, neno linasema, nafsi yangu mtumaini Mungu. Lakini watu wa ulimwengu watumainia marafiki, wakati mwingine tunawatumainia wazazi wetu, wakati mwingine tunaweka tumaini letu kwa viongozi. Lakini neno linatukumbusha kwamba ni vyema kuliweka tumaini letu kwake yeye mwenyewe. Jambo lile ambalo tunalojifunza ni tumaini linaambatana na furaha na amani. Basi katika hilo somo ambalo tulilolisoma, linatukumbusha kwamba awajaze furaha yote na amani. Watu wengi katika ulimwengu huu wanatafuta amani bila imani. Wanatafuta furaha bila nani? Mungu. Basi tukimwamini huyu Mungu, hata katika wakati wa shinda, yani ule wakati unahisi ni kama kwamba umefika katika kikomo cha maisha,
unajihisi kana kwamba huwezi kuendelea, umeishiwa na nguvu, basi ukimtegemea huyu Mungu unakuwa na utulivu katika ndani yako na unaweza kuendelea. Mungu anatuahidi katika kitabu cha Wafilipi 4:7, ninayo amani ya Mungu ipitayo akili zote za watu, italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Ndugu zangu na dada zangu wapendwa, amani ya Mungu ina tofauti na amani ya ulimwengu. Amani ya dunia hutegemea hali kama pesa, afya, watu na vitu vinginevyo vile ambavyo sisi tunazitegemea kama binadamu. Lakini amani ya Mungu haitegemei mazingira. Amani ya Mungu inapita akili za binadamu, haielezeki kirahisi, ipitao akili zote za binadamu. Hata kama wakati mwingine unafika tunaomba, lakini hatuna lile suluhisho. Hata kama huelewi kinachoendelea katika maishani mwako, bado unaweza kuwa na amani ndani yako, sababu kunaye yule ambaye unayemtegemea katika maishani mwako. Basi Mungu atusaidie kila wakati, kila jambo ambalo tunalolifanya katika maishani mwetu, iwe ni masomo, iwe ni familia, iwe ni kazi zetu, wacheni tumfanye Mungu kuwa tegemeo letu, nasi tutaishi katika maisha ya furaha, maisha ambayo tunayotumaini kwa huyu Mungu ambaye ishie milele. Jambo la tatu lile ambalo tunalojifunza ni katika hali ya kuamini kunafungua milango ya baraka katika maishani mwetu. Imani ndiyo ambayo inayofungua milango katika maishani mwetu. Bila amani huwezi kupokea baraka, huwezi kuona kazi ya Mungu. Kwa hivyo ni vyema tuwe na ile tumaini, ile tuweze kuona baraka zile Mungu ambazo anazotufanyia katika maishani mwetu. Kwa imani unapata amani, kwa imani unapata tumaini. Ni vyema kuelewa kuwa imani ndiyo daraja la kupokea kile Mungu anachotubariki nacho. Tukisoma kitabu cha Marko sura ya 9 na aya 23, yote yawezekana kwake yeye yule ambaye aaminie. Hata kama huoni njia katika maishani mwako, amini Mungu na wewe basi mahali ambapo kumefungana, basi yeye ataweza kufungulia njia katika maishani mwako, sababu yeye ni muweza ya yote. Yale ambayo sisi hatuwezi, basi tukiweka tumaini letu kwake, yeye anaweza. Jambo la 4 lili ambalo tunalojifunza kutokana na neno la siku ya leo: Roho Mtakatifu ndiye anayezidisha tumaini. Roho Mtakatifu ndiye yule ambaye anayezidisha tumaini. Kadiri na yale mambo ambayo tunayopitia katika maishani mwetu, tukimpa Roho Mtakatifu nafasi katika hali ya kutuongoza na kutuelekeza katika kila jambo katika maishani mwetu, basi tumaini linaendelea kuongezeka. Basi nguvu katika imani zinaendelea kuongezeka, mioyo yetu inaimarika. Nguvu za ndani zinatokana na uwepo wa Roho Mtakatifu. Tukikisoma kitabu cha Wagalatia
sura ya 5 na aya 22. Tunda la Roho ni furaha ya amani. Basi ukijaa Roho Mtakatifu na ukiishi katika Roho Mtakatifu katika hali ya kuongozwa na kuelekezwa, basi unaishi katika maisha ya tumaini. Roho Mtakatifu atatusaidia katika yale mapigano ya ulimwengu. Jambo la 5, tumaini la Mungu haliaibishi. Kwa hivyo tukiliweka tumaini letu kwa Mungu, hakuna wakati ambapo tutakapoaibishwa katika ulimwengu. Hatutaaibishwa katika familia zetu, hatutaaibishwa katika biashara zetu, hatutaaibishwa katika hali ya wokovu. Ndugu na dada zangu, wacheni tuliweke tumaini letu kwa Mungu. Tukilisoma neno katika Warumi sura ya 5 na mstari wa 5. Tumaini halitahayarishi. Inamaanisha nini? Tumaini la watu linaweza kukuangusha wakati mwingine kwa mwingine. Wakati ambapo unapoweka tumaini lako kwa viongozi, wakati mwingine unapitia katika shida na unaweka tumaini lako kwao, unahisi ni kana kwamba wao watakuwa msaada kwako, lakini wao wanaweza kukuangusha. Lakini kila wakati ambapo tunapoweka tumaini letu kwa Mungu, basi hakuna wakati ambapo sisi tutakuja kushindwa. Tukiweka tumaini letu kwa Mungu, hakuna wakati ambapo tutakapochanganyikiwa na maisha. Hakuna wakati ambapo tutakapochanganyikiwa na wokovu. Hakuna wakati ambapo tutakapochanganyikiwa na biashara zetu. Hakuna wakati ambapo tutakapochanganyikiwa na familia zetu. Yeye basi anatupa suluhisho katika kila jambo. Hutabaki kuwa na aibu, lakini utapata ushindi katika kile jambo ambalo utakalolifanya. Mungu ndiye chanzo cha tumaini katika kila jambo. Kwa hivyo tumaini inaleta furaha na amani katika maishani mwetu. Ule wakati ambapo tunapokuwa na imani, inakuwa ufunguo katika maishani mwetu. Bado Roho Mtakatifu anazidisha tumaini katika maishani mwetu. Basi na Mungu atusaidie kila wakati tufanye Mungu kuwa tumaini letu katika kila jambo. Wapendwa, hata kama tumechoka, hata kama umevunjika moyo, kuna Mungu aitwaye Mungu. Yeye ambaye ndiye tumaini katika maishani mwetu. Basi leo amua kumwamini Mungu. Amua kuongozwa na Roho Mtakatifu, nalo tumaini letu litazidi katika jina la Yesu Kristo. Hilo ndilo neno lake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.